Umekataa Yesu kwa hofu ya wanadamu, kwa hofu ya familia yako, kwa hofu ya mume wako, kwa hofu ya ndugu zako, lakini wamekufanya kuwa mtumwa. Umemkataa Yesu, angeweza kuleta ulinzi kamili kwenye maisha yako, lakini kule kumkataa kumekufanya kuwa mtumwa wa mganga wa kienyeji. Kila wiki unaenda, kila mwezi unaenda, umekuwa mtumwa wa kutambika na kushindika. Kila wakati unaenda, kila siku unaenda, umekuwa mtumwa wa dhambi. Hauna amani kwenye maisha yako. Usiku unapoingia hauna uhakika kama utatoboa, lakini ukiwa na Yesu ni mlinzi mwema. Analinda uzao wako, analinda watoto wako, analinda nyumba yako, analinda kila kitu cha kwako. Wakati nimempokea huyu Yesu, kama utabahatika kufika kule Nemba, utagundua kanisani, kwa sababu ni madhabahu, ni kama vile hospitali ambapo watu wanaingia usiku na mchana muda wote. Sisi tulishaacha kufunga, hatufungi kwa sababu pale ni hospitali, lakini kuna vyombo, kuna vinanda, kuna viti, kuna kila kitu vizuri ambavyo kama mtu angeweza kuchukua akaondoka navyo. Lakini aliniambia, nimekutokea ili udhihirishe ya kwamba mimi ni Mungu nitakayelinda vyombo ambavyo ni kwa ajili ya kazi yangu, nitakayeimarisha ulinzi. Na kwenye ule mji kulikuwa na wezi, wanabomoa mpaka maduka, wanavunja maduka ya watu. Siku moja Bwana aliponitokea, nilipiga kelele kwenye jukwaa, nikasema, na ijulikane tunamwabudu Mungu aliye hai. Akiwapo jambazi sugu anayeweza kupenya geti la ulinzi wa Yesu, basi na apenye. Hivi sasa nina miaka zaidi ya 4. Bwana analinda, vyombo viko salama, mimi niko salama, yule yuko salama, kila mahali tuko salama, kila siku tuko salama. Kwa nini? Kwa sababu tumemkubali Yesu. Kwa nguvu zote tumemkubali, kwa akili zetu tumemkubali, kwa gharama zote tumemkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Semeni amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio Mungu anapokupa akili, kama umejaliwa kusoma, alimaanisha hiyo elimu ikusaidie kukujengea mazingira ya kuwasaidia watu wengine. Na ndio maana kwa sababu ya kumkosa Yesu, leo hii watu wenye elimu, leo hii watu matajiri, leo hii watu wenye vyeo wamekuwa ni wa kwanza kuharibika, wamekuwa ni wa kwanza kutambika na kusindika, wamekuwa ni wa kwanza kwa milango ya shetani katika jamii. Lakini Yesu Kristo aliye hai ana uwezo wa kuja kwako, akakugeuza, akakuvika heshima yako. Hahitaji kutembea na bodyguard nyuma, hahitaji kutembea na maskari, hahitaji kutembea na wenye bunduki. Wako wasioonekana kwa macho nyama, wana mitutu ulimwengu wa roho, wana radi ulimwengu wa roho, wana mizingo ulimwengu wa roho, wana mabomu ulimwengu wa roho. Anapotokea mchawi yoyote adhuru maisha yako, jeshi la mbinguni linasimama upande wako, na walio upande wetu ni wengi kuliko mizimu ya watu wa Yembe tu, kuliko uchawi na uganga, kuliko mapepo yote, kuliko majini yote, kuliko matunguli yote. Yesu ni mfalme katika jamii za wanadamu. Wakiwapo walioamini, hata kama ni mmoja wawili, hao wanatawala ulimwengu wa roho. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema amina kwa damu ya Yesu aliye hai. Yesu Kristo ni mfalme, Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, anaishi na kutawala vizazi na vizazi vya wanadamu. Nani mwenye akili jioni ya leo aseme, ninamhitaji huyu Yesu awe msaada wa maisha yangu? Aseme, ninamhitaji huyu Yesu awe mlinzi, badala ya mizimu, badala ya uganga, badala ya matambiko, badala ya uchawi, badala ya majini unayofuga. Awe ni mtawala, ni mtawala asiye na masharti ya kukutesa. Mara anakuambia washa udi, mara anakuambia jifunike shuka jekundu, mara anakuambia vaa ilisi, mara anakuambia hivi na hivi. Yesu hana masharti ya mateso namna hiyo, hana masharti ya mateso namna hiyo. Yeye akiingia, anachotamani kwako ni utii juu ya neno lake, ni utii juu ya kweli yake, ni utii juu ya mapenzi yake. Na huo ndio ulinzi na kinga imara kwenye maisha ya mtu. Lakini angalia unavyohangaika, unamkataa Yesu, lakini umemkubali mganga wa kienyeji ambaye hana hatima njema, mwisho wake ni aibu na kudharauliwa milele. Umekataa Yesu, umekubali mizimu. Yenyewe ndiyo inayotawala maisha yako, inaongoza familia yako. Hamwezi mkafanya chochote bila kuuliza kwa mizimu, na mwisho wa mizimu ni aibu na kudharauliwa milele. Mwisho wa mizimu ni jehanamu ya moto. Wewe pamoja na shetani uliyemkubali, wote mtadumukizwa
kwenye shimo la uharibifu, shimo la laana, shimo la mateso ya milele na milele. Usipokuwa na mtawala Yesu kwenye maisha yako, maisha yako si salama, maisha yako ni huzuni, maisha yako ni mateso, maisha yako ni utumwa. Hata unapokuwa unasafiri hauna uhakika kama utaenda au hautaenda, lakini tuliona Yesu. Hata sasa tukitoka Yembe tu tuna uhakika tunafika Biharamulo, maana salio la maisha yetu iko mikononi mwa Yesu aliye hai. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza, unazaa watoto una uhakika watazeeka, unafanya kazi una uhakika itafika, unafanya chochote una uhakika, maana kinatendwa chini ya ulinzi wa mwana kondoo aliye hai, chini ya ulinzi wa Yesu Kristo, chini ya ulinzi wa mfalme wa falme. Yesu ni hakikisho la maisha yetu. Hauko salama, ndio maana hawachi kuchanjia, hawachi kuoga njia panda, hawachi kuzuru makaburi, hawachi kuzuru kwa wazee makaburini. Lakini ukiwa na Yesu hizo tabu hazipo. Hautahangaika kuvaa ilizi kiunoni mwako, wala hautahangaika kutambika na kuzindika, wala hautahangaika kuoga njia panda, wala hautahangaika na masharti, wala hautahangaika kutoa kafara za mbuzi na kuku. Yesu akiingia ndani yako anaitwa mfalme wa amani. Amani itakuwepo, amani itatawala, amani itaingia ndani yako. Hebu sema amina kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ni Bwana. Hata waliomkataa Yesu leo sema ni Bwana, iko siku watake wasitake, vinywa vyao vitathibitisha, vinywa vyao vitakiri Yesu alikuwa ni mfalme. Hebu angalia ule mfano, angalia pale msalabani, wakati Bwana Yesu anaondoka, walimsiaki, walizomea, walilaani, walitukana, walitema mate, lakini alipodhihirisha uwezo, alipodhihirisha nguvu, alipodhihirisha mamlaka, alipodhihirisha utawala, alipodhihirisha enzi yake, wachawi, mizimu, waganga, mashetani, vyote vilianguka mbele yake na kusema hakika ni mwana wa Mungu, hakika ni mfalme wa falme, hakika ni Bwana mabwana. Nani kama Yesu dunia hii? Nani kama Yesu hapa Yembe tu? Yesu peke yake halinganishwi na mafumu ya mji, halinganishwi. Yesu ana hatima ya uhai wako, ana hatima ya afya yako, ana hatima ya maisha yako. Garantia ya maisha yako iko mikononi mwa Yesu. Yesu atakufanya salama leo, salama kesho, salama mpaka unaondoka duniani ukiwa umeimaliza kazi yake. Hebu sema amen. Mungu abariki maneno yake. Panapo majira Bwana atatupa kufika Yembe tu tena, maana tunazo habari nyingi. Nitakwambia habari ya kule mbinguni ambako tunatarajia kwenda. Yesu aliponitokea aliniambia habari za huko. Nitakwambia habari za kazi za shetani katika jamii za wanadamu. Unawezaje kumkaribisha shetani ukawa naye nyumbani, ukawa unaishi naye, unasafiri naye, unatembea naye? Unawezaje? Inawezekana. Bwana atatupa nafasi. Haitoshi ningekwambia namna ambavyo shetani anatenda kazi makanisani. Kama nikipata neema ya kuja tena, au kama ukihitaji, tembelea YouTube yangu, YouTube ya kanisa letu. Wewe andika tu kweli iletayo uzima. Kama una smartphone, kama una simu yako, andika tu neno kweli iletayo uzima. Utapata shuhuda nyingi, utapata mafundisho mengi, utapata mambo mengi huko. Lakini haitoshi, unaweza ukatembelea hata channel ya Bishop, ya askofu wetu mkuu, inayojulikana kwa shuhuda za kweli. Hebu ingia kwa namna hiyo, utajifunza mambo mengi na Yesu ataleta ukombozi kamili. Utafurahi kuwa mwanadamu duniani, utafurahi utakapokuwa unaingia jiji la Yerusalemu. Hebu sema amen.